Mtazamaji, mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi ameelezea kuwa serikali imetumia shilingi bilioni 28.1 kupunguza gharama ya mafuta kama ruzuku, na sasa haiwezi kumudu kuendelea kutoa fedha zaidi kwa kuwa nchi ina mahitaji zaidi. Semi zake zinajiri wakati maandamano ya kupinga nyongeza ya bei ya mafuta yalishuhudiwa katika baadhi ya sehemu nchini. Washikadau wakipinga kauli iliyotolewa na wasimamizi wa uchukuzi wa umma wiki jana kusitisha maandamano hayo. Mwanahabari wetu Ruth Sarmoei-Chesenge na taarifa hii. Biashara zilisalia kufungwa katika mji wa Nyeri wakati wachukuzi wa usafiri wa umma waliendeleza mgomo wa kupinga ongezeko la bei ya mafuta. Magari yalisalia kuegeshwa licha ya washikadau wa sekta ya uchukuzi wa umma kusitisha mgomo huo wiki jana. Watu wenye walikuwa wamekutana na president huko Mombasa, sisi kama watu wa matatu tunasema bila kufisha na bila kujifisha, we don't know them. Hatuwajui. Hawa ni mabwanyenye wa nchi hii yetu ya Kenya, walikuwa wameenda kutafutia tumbo zao. Polisi waliimarisha doria katika maeneo mbalimbali ya mji huo ili kudhibiti visa vya wahuni waliokuwa wakilenga kupora na kuharibu biashara za wakazi. Hii ni kufuatia hasara na uharibifu uliowapata baadhi ya wanabiashara wiki jana baada ya wahuni kuvamia biashara zao. Madereva wa teksi kwa upande wao walieleza jinsi nyongeza hii imeathiri biashara. Hata kwa mfuko sina kitu. Naomba president aongee na hii watu ya biashara, sio watu ya matatu peke yao. Mashiamani wa kila mahali wajue vile watatengeneza nchi. Wewe rais, kama unashukisha bei ya mafuta, si kesho, si next month, chukisha saa hii. Ila tumbo zetu tuko nazo hapa, watoto wetu wako nyumbani. Wanabiashara na wakazi wanaomba serikali na washikadau husika kutafuta suluhu ya kudumu kuhusiana na suala la nyongeza ya bei ya mafuta iliyo juu zaidi. Siwezi fungua maana kuna mfurugano katika hii tauni yetu ya Nyeri. Imeniadhiri hata kijamii, hata kimawazo. Na mimi ningeomba hii serikali yetu iangalie yale ambayo watu wanalalamikia. Serikali kupitia waziri mwenye mamlaka mengi Musalia Mudavadi imeeleza kuwa serikali haiwezi kuendeleza kutoa ruzuku ya mafuta ili kupunguza bei yake. For the last 2 to 3 months, tumetumia 28.1 billion to subsidize fuel. If this crisis continues, we have to use more money to subsidize fuel. But if you take everything and put to subsidy, how are we going to pay the teachers? How will we meet the cost of wages? Wameendelea kulaumu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran kuchangia hali ilivyo. Nani hapa anaweza kuenda kuambia Trump awache vita? Kama unaweza na umsimamishe, hebu inua mkono ni kuone. Hata mimi siwezi. Maeneo mengine yaliyoshuhudia maandamano sawia ni miji za Embu, Nyahururu, Chuka, Karatina na sehemu za mji wa Thika. Ruth Sarmoei-Chesenge, NTV.